Shalom, naitwa Nabii Joshua, kiongozi wa huduma ya sauti ya uponyaji na rais wa mitume na manabii Tanzania. Ninamfurahia Mungu kwamba amenipa kibali kuzungumza na wewe leo habari hizi muhimu zinazohusu uponyaji wa kiungu. Tunapozungumza uponyaji wa kiungu tunakuwa tunamaanisha kitu gani? Tunamaanisha ile nguvu ambayo Mungu anairuhusu kufanya vitu vikubwa katika maisha ya watu kwa njia za kiungu. Ziko njia za kibinadamu za uponyaji ambapo mtu anaweza kuwa anaumwa akamuona daktari akatibiwa. Lakini njia hii ya kiungu ni njia ambayo inatokana na kuamini neno la Mungu. Mimi mtumishi wake, Mungu amenipa kipawa na karama ya uponyaji na miujiza. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 12, Biblia inasema Mungu aliachilia vipawa au karama kwa watu. Wengine aliwapa imani, wengine aliwapa unabii, wengine aliwapa kunena kwa lugha, lakini mimi amenipa karama za miujiza na uponyaji. Katika huduma yangu nimeshuhudia watu wengi wanapona, kama ambavyo umekuwa ukifuatilia katika vipindi hivi muhimu kabisa kupitia televisheni yako. Naanza kusema na wewe kwamba leo uponyaji unaingia nyumbani mwako. Kwa nini? Kwa sababu karama ya Mungu haina majuto, na karama ya Mungu ni roho ambayo inakaa ndani ya mtu kwa ajili ya kazi maalum juu ya kusudi la Mungu analokusudia. Naweza kusema hivyo. Ziko maana nyingi, lakini hii inahusu maisha yako na wewe unaweza ukaielewa kwamba nimepakwa mafuta. Ukisoma kitabu cha Isaya 61, Biblia inasema Roho Bwana yu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ili niwahubiri wanyenyekevu habari njema, niwape watu waliokuwa wamefungwa habari za kufunguliwa kwao. Sahi unaponifuatilia, Roho wa Mungu yuko juu yangu hapa ili aweze kugusa maisha yako na kubadilisha hali yako ya maisha ukiamini. Watumishi wa Mungu waliotangulia kabla yangu walifanya maajabu makubwa sana, ambapo tukiyasoma leo tunamwogopa Mungu, tunamheshimu Mungu, tunamtukuza Mungu. Lakini Biblia inasema sisi tunaoamini sasa tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi kuliko wale walioamini zamani za kale. Nataka uamini kwamba ndoa yako inaweza ikabarikiwa siku ya leo. Familia yako inaweza ikabarikiwa siku ya leo. Watoto wako wanaweza wakabarikiwa siku ya leo. Nataka uamini kwamba wewe uliyelala kitandani hujasimama kwa sababu ya kupoza, unaweza ukainuka saa hii na ukatembea. Nataka uamini kwamba wewe ambaye umetengwa na jamii yako unaweza ukapata kibali tena leo. Nataka uamini vile vile kwamba wewe ambaye una mtu ndani ya nyumba yako, ama ni bubu, ama kiziwi, ama ni kipofu, kiwete, yote haya Mungu amenipa karama ya kuweza kuyatatua. Kama huna kazi, usiondoke hapo. Nisikilize mpaka mwisho. Baada ya kipindi hiki upako wa kupata kazi unakuja juu yako. Niamini mimi kama unavyomwamini Kristo. Why? Kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango 20 mstari wa 20 inasema hivi:
Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini na manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Tuwazie neno hili muhimu. Inaonyesha ukimwamini Mungu unapewa kibali au haki ya kufanikiwa. Hatua inayofuata ni lazima umwamini mjumbe wa Mungu aliyepewa njia za mafanikio yako. Biblia inasema kuna watu ambao walimwamini Mungu, na baada ya kumwamini aliwatumia manabii kutoa majibu. Umewahi kujiuliza jambo hili? Unakumbuka namna ambavyo Hezekia aliamini kuhusu Mungu? Biblia inasema aligeukia ukuta akaomba, akamwambia Mungu, naomba unisaidie nisife. Baada ya Mungu kusikia maombi ya Hezekia, alimjibu Isaya. Akamwambia Isaya, Hezekia ameomba, nenda kamwongezee miaka. Isaya akaja na ufunuo mkate wa tini pale ndani, maisha ya mfalme Hezekia akaongezeka. Wazia hilo. Anaomba Isaya, majibu anapewa. Anaomba mfalme Hezekia, majibu anapewa nabii Isaya. Anaomba Naaman juu ya shida yake, majibu anapewa Elisha namna Naaman atakavyopona. Yule mama mjane pale Sarepta alikuwa anaomba, Mungu alimpa maelekezo Elia namna gani yule mama anaweza akapona. Okay. Alipona njaa ya miaka 3 kwa sababu tu nabii aliingia kutoa ufunuo wa jinsi gani baraka inaweza kaingia ndani ya nyumba ya huyo mama. Unakumbuka namna walivyokuwa wanalia wale wajane kumlilia Dorcas kwa Mungu, lakini Mungu alimpa maelekezo Petro namna gani Dorcas anaweza kutoka mauti. Umewahi kufikiri namna ambavyo Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu walioko kule Misri, nenda ukaokoe. Unaona, wanalia wale Wayahudi pale, majibu anapewa nabii Musa. Iko mingi mifano ya jinsi hiyo. Umelia muda gani nyumbani kwako? Nimepewa majibu mimi, nabii wa Mungu. Nataka leo uponyaji uje nyumbani kwako papo hapo ulipo. Namna gani uponyaji utakuja kwako? Ninaposema neno liamini. Biblia inasema akida alimwambia Bwana, sema neno moja tu na mgonjwa wangu atapona. Ukiamini ninachotamka sasa hivi, maisha yako yatabadilika.